Yesu asifiwe. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Langu jina ni Bishop Emmanuel Sinduije, mwangalizi wa makanisa Ngome Makimbilio duniani. Popote ulipo, ninapatikana katika bara la Afrika, katika nchi ya Tanzania. Mimi pamoja na familia Ngome Makimbilio tunakusalimu tena katika jina la Yesu. Nikukaribisha tena katika kipindi cha Kuna Gumu kwa Mungu. Ni kipindi hapa ambacho kinakujia kila wakati na kila siku ili kujifunza neno la Mungu na maombi. Kabla yote tuombe pamoja. Bwana Yesu, asante. Roho Mtakatifu, asante kwa sababu unakwenda kuwa mwalimu na kutufundisha kwa namna kipekee katika majira haya. Namweka msikilizaji huyu, kampe neema ya kuweza kusikiza neno lako na kujifunza kwa utukufu na mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji, leo tutajifunza aina 8 za sadaka. Aina 8 za sadaka, sema amen. Aina 8 za sadaka. Hili somo limekuwa na shida, lakini ni kwenye kitabu changu nimewahi kufundisha nguvu ya sadaka. Sadaka ina nguvu. Sasa ndio nikupe ufafanuzi rahisi sana. Sadaka si kitu kimoja. Tukizungumzia sadaka tunaenda kwenye hela tu, kwenye fedha tu. Lakini sadaka ni zaidi ya fedha. Hata mwili wako unaweza kuwa sadaka. Kitabu kile cha Warumi sura ya 12. Biblia imeweka wazi, hata mwili wako unaweza kuwa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunapozungumzia sadaka, si kama Mungu ana shida na sadaka, lakini sadaka ni ibada. Sadaka ni sehemu ya ibada. Sadaka inaonyesha heshima. Sadaka inaonyesha ushuhuda. Sadaka inaonyesha utii mbele za Mungu wako unapoinua sadaka. Na sadaka sio hiari. Katika ulimwengu wa roho sadaka ni lazima, kwa sababu ulimwengu wa roho haumtambui mtu asiyetoa sadaka. Ulimwengu wa roho, ndio maana wachawi wanatuzidi nguvu, si kwa sababu wanasali na kunena kwa lugha. Wachawi wanatoa sadaka sana. Waganga wa kienyeji wanatoa sadaka sana. Makampuni mengi yamesimama na sadaka za kafara nyingi. Mizimu ya ukoo imekuwa mikali kwa sababu ya sadaka sana. Watu walitoa sadaka kwenye miungu na Mungu wao. Bwana Yesu atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kitu ambacho natamani nikwambie leo, tutajifunza aina 8 za sadaka. Sadaka si kitu kimoja tu, zina aina tofauti tofauti kulingana na kusudi la moyo wa mtoaji. Kwa nini sadaka wanazitoa? Tutaangalia zana potofu baadaye, Mungu akitupa neema katika somo lijalo. Lakini kitabu cha Ibrania 11:4, kwa imani Abeli alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Na Wakorintho wa pili 9:7, kila mtu natende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala kwa lazima, maana Mungu mpenda yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu. Kwa hiyo inaonyesha sadaka zina thamani tofauti. Moyo wa mtoaji ni muhimu kabla ya kutoa sadaka. Vitu Mungu ambavyo anavitazama kabla ya kutoa sadaka, kuna vitu muhimu ambavyo Mungu anavitazama. Kitu cha kwanza ambacho Mungu anakitazama, moyo. Mungu anaangalia moyo wa mtoaji. Kama hauna toba, ni moyo wa dhambi, lazima uombe rehema kabla. Ndio maana wanawaambia watu, kabla hujatoa sadaka, jifunze kwanza kuomba rehema na kuiombea sadaka yako na kuipa jina. Lakini pia jambo la pili, Mungu anaangalia ubora, quality. Anaangalia ubora wa sadaka. Si kila sadaka ni bora mbele za Mungu. Niliwahi kusema mwanzoni nyuma kabisa, sadaka ina jinsia. Kuna sadaka ukitoa haizai, haileti matokeo, kwa sababu unajua hata kwenye kupanda mbegu yenyewe kuna majira ya kupanda. Tunaangalia mbegu ambayo inatakiwa ipandwe majira gani. Sasa kuna majira unaenda ambayo Mungu amekusemesha mwezi wa 5, unaenda kutoa sadaka mwezi wa 10. Mungu amekusemesha nataka sadaka leo, wewe unaenda kusema ngoja nitafakari kwanza. Amekusemesha toa sasa hivi. Toa hicho ambacho ulicho nacho, ambacho Mungu amekusemesha. Kuna sadaka zingine ni Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la tatu, Mungu anaangalia kiasi. Baada kuangalia moyo na ubora, anaangalia kiasi, quantity. Bwana Yesu asifiwe. Si kila sadaka, kila kiasi unachotoa kinakubalika mbele za Mungu. Ndio maana lazima uwe makini katika kutoa sadaka. Sadaka unayompa Mungu, je, wewe ukipewa hiyo sadaka inalingana na wewe? Inalingana na ubora? Yaani una sadaka unaona, mfano niliwahi kutoaga mfano siku moja, nikasema hivi, mtu amekuita rafiki yako, umetoka umbali wa kutumia nauli kama shilingi 5,000. Alafu rafiki yako amekuita afa nakwambia nilikuwa nimekuitia zawadi na nakupa shilingi 1,000. Sidhani kama utamwelewa. Nauli umetumia 5,000, alafu rafiki yako anakupa 1,000. Anakuambia njoni na zawadi yako na kitu chako kizuri cha gharama sana na hela yako nzuri, alafu anakupa shilingi 1,000.
Bwana Yesu tusaidie sana. Ni kitu ambacho kikiangalia kwa hali ya kawaida sio kitu cha kawaida. Sio kitu cha kawaida. Kina shida. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa lazima uangalie kiasi unachompa Mungu anastahili. Hicho kiasi kinastahili kupewa Mungu wako. Je, hiyo sadaka ni bora kwa Mungu wako? Wewe jiulize, kama shetani mwenyewe anapenda vilivyo bora, vipi Mungu wetu? Kama mganga kienyeji na kutuma vitu vilivyo bora, vipi kuhusu Mungu wetu, Yesu wetu? Ni bora. Kwa hata Mungu naye anachaguzi, ana uchaguzi mzuri. Lazima tumpe kitu ambacho sio kilema. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa na watu wakilia wanatoa sadaka sana, umepigwa sana watumishi, wote na watupigwa, watumishi wanatupiga, hakuna naye kupiga. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa kanuni. Bahati nzuri mimi ni mfundishaji wa masomo ulimwengu wa roho. Kama wewe ni mara yako ya kwanza kunifuatilia, nifuatilie zaidi masomo ya nyuma. Mimi nimetumwa kufunua vitu vya rohoni. Kufunua, mimi nafunua kila kitu, sikufichi. Hauwezi kutoa sadaka ukanungunika, hauwezi kutoa sadaka ukamwambia mtu kama nimetoa sadaka kiasi fulani kwa mchungaji. Haileti baraka. Sadaka ni siri. Kuna sadaka mume wako, mke wako hataki kujua. Sadaka ni siri. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo sadaka ya kwanza inaitwa sadaka ya dhabihu. Hii ni sadaka ya hiari, kujitoa kwa Mungu. Amen. Ni sadaka ya hiari ya kujitoa kwanza kwa Mungu. Yaani tunaposema dhabihu ni kujidhabihu wewe mwenyewe. Korintho wa 2:9-6. Apandaye kwa haba, apandaye haba atavuna haba. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Maana Mungu mpenda yeye atoe kwa moyo kunjufu. Kumbukumbu la Torati 16:17. Kila mtu atoe kama awezavyo, kama alivyokusudia, kwa kadri ya baraka ya Mungu wako aliyokupa. Dhabihu ni sadaka ya hiari kabisa, isiyo lazimishwa, inayotoka moyoni, lakini iwe ni bora mbele za Mungu. Na mara nyingi sadaka hii ni zaidi ya kawaida. Inaweza kuwa kitu cha thamani kubwa, kitu kinachouma moyo. Dhabihu huonyesha upendo mkubwa kwa Mungu, kujitoa kwa kiwango cha juu. Kwa sadaka ya dhabihu sio sadaka ya kawaida. Ni sadaka ambayo inauma. Haya tunayotoa ya kawaida ni matoleo. Sadaka tu ambayo change imetoka kwa kondakta, imetoka kununua sukari, imetoka kununua chakula, kuchange na baki unatoa sadaka. Hayo inaitwa matoleo. Sadaka ya dhabihu ni sadaka ambayo unajitoa mwenyewe. Sadaka unakutoa kitu cha thamani kwa hiari yako. Nachukua hili gari likafanye kazi ya Mungu. Inauza katika nyumba zangu, sasa tunauza hii nyumba yangu moja, pesa naenda kufanya kazi ya Mungu. Naenda kujenga kanisa. Dhabihu ni kujitoa hata wewe mwenyewe. Kwa unaposema kujidhabihu au unaposema sadaka ya dhabihu, tuzungumzie sadaka ya kawaida. Ni sadaka inayouma moyo, ni sadaka ambayo ikienda kwenye madhabahu ya Mungu, mbingu huwa hazinyamazi. Sadaka ya dhabihu kama vile Ibrahim alivyomtoa Isaka, akaenda akamtoe dhabihu. Isaka ndio unacho hicho, ndio sadaka ulionayo hiyo, hamna namna nyingine. Lakini kwa sababu nataka kuingizwa kwenye majira ya uchumi, niliwahi kusema ukisemeshwa kutoa na Mungu anakuingiza kwenye majira mapya ya uchumi. Ukisemeshwa kufunga, Mungu anakuingiza kwenye majira mapya ya ushindi. Ukisemeshwa kufunga, kwa unaposemeshwa kufunga na kuomba, Mungu anakuingiza kwenye viwango vipya vya kiroho na nguvu mpya. Unaposemeshwa kutoa, yani nasikia msukumo wa kutoa, toa, kwa sababu Mungu anakuingiza kwenye mfumo mpya wa uchumi. Maana yake anaenda kugeuza uchumi wako, unaenda kuwa mtu ambaye sio kawaida. Kwa hakuna kitu ambacho unaweza kusemeshwa. Bahati mbaya zaidi, washirika wa siku za leo ni washirika ambao hawasemeshwi kama zamani. Yaani utasubiri. Anasubiri mpaka aanze kutoa makamasi akiwa analia, kashukiwa hapo na Roho Mtakatifu ndo atoe sadaka. Sadaka ni ibada. Kama kuna kitu ambacho umefeli katika mambo, ndio maana ili ibada iwe kamili lazima pawepo na neno, pawepo na madhabahu, neno, sifa, washirika wa madhabahu wawepo kwenye madhabahu na sadaka. Ndio maana vitu vinavyounda madhabahu wewe kufundisha ni vitu 6: jina la madhabahu, Mungu wa madhabahu, kuhani wa madhabahu, nikazungumza kafara madhabahu, nguvu ya madhabahu na washirika wa madhabahu. Kwa kinachoipa madhabahu nguvu ni sadaka. Nguvu ya sadaka inapatikana kupitia aina ya sadaka, ubora wa sadaka ulionunuliwa kwenye madhabahu.
Mungu wa madhabahu anaheshimiwaje? Mungu wako anayeabudiwa hapo. Kwa ukimheshimu atakuheshimu. Kama kuna watu wakipata fedha wanachanganyikiwa. Kama umeshindwa kuwa mwaminifu kwa 200,000, huwezi kuwa mwaminifu kwa 100,000 au kwa 500,000. Bwana Yesu atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe. Sadaka ya pili ambayo inazuaga mzuzu ni sadaka ya zaka. Sehemu ya 10 ya mapato, 10% Malaki 3:10. Leteni zaka kamili ghalani. Nijaribuni kwa jambo hili, muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Mambo ya Lawi 27:30. Nijaribuni kwa jambo hili, muone. Hiyo Malaki ukisoma. Lakini mambo ya Walawi inasema zaka yote ya nchi ni mali ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. Sasa zaka ziko za aina 3. Kuna zaka ya mshahara, kuna zaka ya mbegu. Amen. Tunasema zaka ya mbegu ni zaka ambayo unapoanza biashara lazima utoe 10% ya mtaji. Mtaji wako lazima utolee fungu la 10. Zaka hiyo ni zaka ya mbegu. Sasa wengi wanatoa zaka ya mshahara. Zaka ya mshahara ni zaka ambayo ukipokea mshahara ndo unampa Mungu, sehemu ya 10. Lakini chochote unachokifanya, hata kama unanunua ardhi, lazima utoe sehemu ya 10 ya hiyo fedha ya ardhi, kwa sababu hiyo ardhi unamtaka Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa zaka kwa Kiarabu ni zakati, maana yake kinachotakasa. Lakini pia zaka sio kitu ambacho ni cha kawaida. Zaka ni sehemu ya 10, ndio maana inaitwa zaka. Zaka sio agano la kale. Mtoaji wa kwanza wa zaka alikuwa Ibrahimu. Ametoka kupigana, akainua sehemu ya 10 kwa Melkizedeki, kama unasoma maandiko. Mtoaji wa pili wa sehemu ya 10 tunamsoma kabisa kibiblia, amemwaahidi Mungu, ni Yakobo. Kitabu cha Yakobo sura 28. Baada ya kupigana na malaika, Yakobo akaahidi, nitarudi hapo kinibarikia. Kwa tunaona hata kitabu cha Waebrania imetaja kama Ibrahimu alivyotoa sehemu ya 10, Isaka naye alitoa sehemu ya 10 kwa sababu alikuwa kwenye viuno vya Ibrahimu. Kwa zaka sio torati. Sehemu ya 10, maana yake ninapotoa zaka au sehemu ya 10 hii haimpo tu kwamba naitoa kama sheria. Wengi hawabariki kwa sababu wanatoa kama sheria. Hii ni hiari, unatoa kwa hiari yako. Lakini uwe na uhakika kama unataka baraka. Hakuna baraka katika eneo lingine zaidi ya baraka katika eneo la utoaji. Kwa zaka imesimama kwenye sehemu. Kwa nini? Unamtaka Mungu akuingize kwenye mfumo wa uchumi. Uchumi ni mfumo. Haina maana kwamba usipotoa utalindwa, hapana. Lakini chochote ambacho hakihusiki na Mungu, Mungu haujihusishi nacho. Chochote ambacho hakimbariki Bwana, Bwana hawezi kukibariki. Kwa chochote ambacho unakifanya, kifanye si kwa sheria ya mchungaji, si kwa sheria ya kanisa fulani, si kwa sheria ya mtu yoyote, bali fanya kwa sababu unampenda Mungu. Ndio maana nasema mtu atoe kwa moyo wa furaha, moyo mkunjufu, kwa sababu Mungu mpenda atoe kwa moyo wa furaha. Sasa wewe unatoa kwa sababu ya sheria, huwezi kuona. Kuna watu wanatoa zaka kama sheria, kama ushuru. Utafeli. Toa zaka kwa sababu na moyo kupenda. Unajua nimesema kama sheria au kama ushuru. Yaani akipata hela yake anajijaji sana, anajitafakari sana, inakuwaje? Lakini je, kina Moses Scroller waliotuwekea mikono, waliokuwa waasisi wa Injili, walikosea kutuwekea ili eneo la zaka? Lakini kitu ambacho watumishi wengi wanakosea ni kutumia commandment, amri. Sadaka ya zaka hatutumii amri. Sadaka ya zaka tunatoa kwa moyo wa kumpenda Mungu. Ndio maana hata kiasi unachokitoa ndio kinachoamua asilimia za upendo wako kwa Mungu. Usiseme unampenda Mungu alafu umeacha milioni 5 ndani, unaenda kutoa sadaka shilingi 5,000. Alafu unasema unampenda Mungu. Kiasi ndio kinachoamua level ya upendo wako. Bwana Yesu tusaidie sana. Kwa hiyo umeanza kunielewa. Kwa zaka ni asilimia ya mapato, asilimia 10 ya mapato yako, sehemu inayotengwa kwa Mungu. Madhumuni yake kumheshimu Mungu, kudumisha kazi ya Mungu. Zaka si sadaka ya hiari tu, bali ni sadaka ya utiifu, ni utiifu.
Moja ya kiwango kinachoonyesha kwamba wewe ni mtii ni sadaka ya zaka au sadaka ya fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani hapo umeanza kunielewa vizuri. Na niliwahi kuposti somo moja ambalo TikTok limefuatiliwa na watu 100,000 kama na 20. Watu walikuwa wakiuliza maswali mengi juu ya zaka. Unajua watu wameinuka, watumishi mbalimbali katika nyakati za leo, kila mmoja anafundisha vya kwake, lakini mtu anayempenda Mungu na ambaye ni mtiifu mbele za Mungu hawezi kujaji kwa habari ya sadaka ya fungu la 10 au sadaka ya zaka. Wengi wanaojaji ni watu ambao kwanza hawataki kuwa matajiri. Yaani ni watu ambao ni maskini, wanataka kuwa maskini. Yaani mtu ambaye ni maskini anataka kuwa maskini. Sidhani kama ukienda kwa mganga unaweza kumhoji maswali mengi kwamba hii sadaka umenituma jogoo au umenituma mbuzi, alafu sasa inakuwaje? Hebu nipe ufafanuzi. Haya maswali tulipokuwa duniani hatujaja kwa Yesu tulikuwa tunaga maswali ya namna hii. Ila tulipokuja kwa Yesu tumeanza kujaji. Ndio maana Yesu asema hivi, watumishi wengine wanadharauliwa. Hadi tunadharaulika kana vile tuna njaa. Wataka waambie mpendwa ndugu msikilizaji, sisi hatuna njaa, tunamtumikia Bwana kwa nguvu ili tunapiga kelele roho za watu ziokoke. Hapa nipo studio na nisikiliza na nifuatilia, lakini jua kwamba tunapambana ili kwamba wewe uweze kuelewa mafundisho ya dunia hii ni mengi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sadaka ya aina ya 3 ni malimbuko. Hii ni sadaka inayowatesa wangu. Nimewahi kuuliza maswali mengi lakini nitakufundisha. Mithali sura 3 mstari wa 9, mheshimu Bwana kwa mali zako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Uliwahi kujiuliza kwa nini umeajiriwa alafu upandishi cheo? Uliwahi kujiuliza ni kwa nini umeajiriwa upandishi mshahara? Wanakuja watu wenye elimu ya kawaida, wewe una elimu kubwa, upandishi mshahara. Uliwahi kujiuliza kwa nini wanatajwa wengine majina na wewe una miaka 15 20 kwenye hiyo kazi na hujawahi kukumbukwa? Na unafanya kazi kuliko wengine na unajitoa. Sababu inaanzia kwenye sadaka limbuko. Mungu anapokupa kazi, mshahara wa kwanza ni wa Mungu. Sasa mtumishi, mimi naishije? Kwani kabla hujapata kazi uliishije? Hiyo sio kanuni aliyoweka mchungaji au mtumishi yote duniani, hapana. Hiyo ni kanuni ambayo iko rohoni. Yaani hizi kanuni ziko rohoni, kwenye ulimwengu wa roho. Kwa anayezitimiza na anaona matokeo, asiyezitimiza na anaona changamoto. Kitabu cha Kutoka 23:19, malimbuko ya kwanza ya mazao ya nchi yako utayaleta katika nyumba ya Bwana Mungu wako. Kwa malimbuko ni kitu cha kwanza unachokipata, sehemu ya mwanzo ya mavuno ya mapato yako, mshahara wako kwenye biashara. Unapotoa unaweka Mungu kuwa wa kwanza kwenye maisha yako. Unaonyesha kuwa yeye ndiye chanzo cha wewe kupata hivyo. Lakini pia kinachotolewa cha kwanza kina baraka juu ya vingine, kukalisha baraka kwenye maisha yako, biashara yako, kazi yako, huduma yako, wito wako, ndoa yako, uzao wako na vitu vingine na vingine na vingine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa moja ya kitu ambacho wengi wanapata shida, niliwahi kuulizwa swali na mtu mmoja. Akaniambia, sasa baba, limbuko tunatoaje? Mshahara wote? Sasa hapa tunakuja kwenye kanuni za kumpenda Mungu. Kiuhalisia limbuko natoa mshahara wote. Lakini ukitoa nusu sawa, kwa sababu ndio kiwango chako cha kumpenda Mungu. Ukitoa robo sawa, ndio kiwango chako cha kumpenda Mungu. Lakini limbuko kwa mtu anayempenda Mungu katika viwango vya hali ya juu kama mimi, lazima. Mimi wanatoaga ushuhuda na waambiaga watu. Mimi niliweka nadhiri nikiwa darasa la 6 ya kwamba kwa sababu Mungu ameniita kumtumikia, sitajenga nyumba yangu, sitanunua gari mpaka nimjengee Mungu kanisa. Na kweli nilipooa nimezaa mtoto wa pili, Mungu akafanya njia. Akaja mtumishi mmoja, nikamwombea mtoto wake kwa na shida ya koo. Yule mtumishi mtoto wake akapona. Alikuwa amehangaika naye hospitali zote za hapa Dar es Salaam. Akatoa sadaka milioni 24. Na wakati nimeshakuwa mchungaji. Kwa hiyo ilinibidi mimi, kwa sababu nilipomwoa mke wangu nilimwambia ukweli. Agano langu na Mungu. Mungu ni Mungu wa maagano na anaishi kama agano. Kwa hiyo ukiona leo unanisikiliza, usifiri ni jambo rahisi sana. Mimi katika eneo la sadaka niko tayari hata kukata mguu wangu nimpe Mungu, sababu ni Mungu. Na siku zote Mungu huwa ukimpa hawezi kuacha kukurudishia. Na akikurudishia Mungu Bwana, hakurudishia mara 2, hakurudishia mara 10, hata mara 50. Kwa hiyo utajikuta unakuwa na utele. Kwa hiyo kitu ambacho Wakristo wengi au walokole wengi ni maskini, ni kwa sababu ya uchoyo, ni wanyimivu kwa Mungu. Yaani Mungu amekupa lakini ni mnyimivu. Kwa hiyo leo mimi nikabidi sasa ile milioni 24 ninyanyue, nikalipia uwanja wa kanisa hela ndogo milioni 18, milioni 6 ikaanza.
ujenzi wa kanisa la kuingia watu kama 300, lakini eneo liko nauzwa milioni 33. Kwa tumesafa na kuhangaika kutafuta hiyo fedha, lakini mimi nilitoa hiyo sadaka. Na kumbuka nimepanga, sina nyumba, na mtoto wangu akakaa nyumbani miezi 5 anadaiwa ada anayodaiwa mwanangu ilikuwa kama 5,500 alikuwa anadaiwa. Mwanangu akakaa karibia miezi 5 kasoro, ilikuwa bado kama miezi 3 fika miezi 5 alikaa nyumbani, sina ada. Lakini unajua muujiza utokea, mwanangu wa kwanza ni mwanangu anayeongoza shule. Kwa hiyo nataka nakupa tu mfano huu ukusaidie kwamba unayemzungumza naye na unayemsikiliza mtumishi ni mtumishi anayekuambia kitu ambacho ni halisi, sio cha kukopi. Kwa hiyo tunapozungumzia sadaka ya limbuko, ni zao la kwanza, mshahara wako wa kwanza, faida yako ya kwanza. Kwa mfano umefungua duka, unapiga hesabu faida yako ya kwanza, mtaji utabaki pale pale. Usimbe Mungu mtaji, faida yako ya kwanza ndani ya mwezi unapiga mwenyewe na Mungu, unapiga mwenyewe hesabu kwamba faida zangu mimi nazikusanyaga kwa wiki 2 au kwa mwezi. Kama ni kwa wiki 2, faida yako ya wiki 2 unampa Mungu. Ndio malimbuko, faida sio mtaji, faida yako. Kama ni mazao, mavuno ya kwanza yale ambao ni tunaelewa kuna mahindi ambayo yanachipua mazuri ya kwanza, kata yale peleka. Kama ni mifugo, wazaliwa wa kwanza wote wa mifugo yako, utawajuaje kwenye kuku? Wamenona, wana miili mizuri kuliko wengine, beba wale peleka kwa Bwana. Hiyo ilikuwa ni agano la kale. Mungu huwa ageuki. Hakuna mahali Yesu alikuja akabatilisha akasema kuanzia leo sadaka zote msianze. Nilikuja kutimiliza, sikuja kutengua bali kutimiliza. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ukisema ni agano la kale, nitakuuliza swali moja la rahisi sana. Kwa nini amri za Mungu 10 ziko kwenye agano la kale? Basi tuseme zile amri ziko kwenye Torati hazituhusu sisi. Usizini, usiibe, mheshimu babako na mamako. Tuseme uzinzi sio dhambi? Hapana. Sio kila kitu kilibatilishwa. Kuna mambo machache yalibatilishwa. Leo kuna watu wanasema kula nguruwe dhambi kwa sababu wanatembea kwenye sheria. Alafu uzinzi anafanya funguliwe ni dhambi. Uzinzi wenyewe sio dhambi. Uongo sio dhambi. Utapeli sio dhambi. Kwa nakufundisha kitu cha msingi hapa, nisikilize kwa makini na Bwana atakusaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusibebe dhambi za kuzungumzia wachungaji vibaya. Namba 4, sadaka nadhiri, ahadi kutoka kwa Mungu. Unamwahidi Mungu kitu. Mhubiri sura ya 5 mstari wa 4 hadi wa 5, ukimwekea Mungu nadhiri usikawie kuiondoa. Amen. Hesabu 30 mstari wa 2, mtu akiweka nadhiri kwa Bwana hata livunja neno lake. Kwa nadhiri ni ahadi unayomwekea Mungu. Unaweza kusema utafanya hili, nitatoa hiki. Ni hatari kama hautaikamilisha au utaichelewesha. Nadhiri inahitaji uaminifu mkubwa. Ndio maana usiahidi na usitoe sadaka ya ahadi yote ya ujenzi wa kanisa, wewe ununuzi wa viti, kama wewe huna uhakika wa kuitoa sadaka. Utajikuta unaingia kwenye vita na Mungu. Ataidai hiyo nadhiri. Kazi itakufa, watoto watakufa, uchumi utaharibika kwa sababu ulimwahidi Mungu uongo, na utaingia kwenye dhambi ya uongo. Sadaka ya 5 ni sadaka ya shukrani. Zaburi ya 107 mstari wa 22, na watoe dhabihu za shukrani. Biblia inasema ile Zaburi ya 50:14, mtolee Mungu dhabihu ya shukrani. Lakini pia Zaburi ya 55 imezungumza wazi. Kisoma pia inasema kwamba ni leteni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami. Kwa hiyo Mungu anawapenda wanaofanya maagano ya sadaka pamoja na yeye. Kwa hiyo ni sadaka ya kusema asante Mungu, utolewa kwa sababu ya baraka, mafanikio, ulinzi. Mungu amekulinda mwezi mzima, amekulinda mwaka mzima. Sadaka ya shukrani huongeza neema ya Mungu kwenye maisha. Inaonyesha kwamba wewe ni mtu ambaye una sadaka, ni mtu ambaye una moyo wa kushukuru. Kwa mfano mdogo tu katika sadaka ya shukrani, wewe umemsaidia mtu amefanikiwa kile ulichomsaidia, alafu asije kukwambia asante. Alafu baada ya muda anarudi kwako na kukwambia nisaidie kitu fulani, wakati mwanzoni kukushukuru. Hata Mungu tunaelewa, hata Lazaro alifufuliwa kwa sababu ya shukrani. Mikate na samaki, Yesu alisema nakushukuru Mungu wetu, Mungu wa mbinguni, Mungu muumba mbingu na nchi, utupae chakula. Kwa hiyo chakula kilishuka, kiliongezeka, watu wakala wakashiba kwa sababu ya shukrani. Kushukuru kunaongeza neema ya Mungu kwenye maisha yako. Kushukuru kunamfanya Mungu aone thamani, aone una moyo wa tofauti.
Ndio maana waliponywa wakoma 10, akarudi mmoja kushukuru, 9 walikimbia wakaingia mitini. Shukrani sio kitu cha kawaida. Unakumbuka pia Biblia inasema wazi Elisha alimwambia jamaa hata kula kwa sababu hana shukrani. Alianza kubishana na nabii na kusema hivi halitatendeka jambo. Ilifika watu wakawa na njaa na kula mpaka mavi ya njiwa. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kumshukuru Mungu. Na mimi maishani mwangu nawafundisha watu, kama zaka ni 40,000, mshukuru Mungu kwa 40,000. Kama zaka ni 20,000, mshukuru Mungu sadaka shukrani wa 20,000 au 15,000. Walau hata 6-7 ya zaka yako. Huo ndio moyo wa shukrani. Sasa unakuta zaka ni 100,000, shukrani 5,000. Eleti maana. Walau zaka hiyo 100,000, shukrani 50,000. Jifunze kumshukuru Mungu kila mwezi. Mungu anapokupa mshahara, Mungu anapokuinua kila mwezi, amekulinda na familia yako, jifunze kumshukuru Mungu na Mungu atakuwa pamoja nawe katika jina la Yesu. Sema amen. Namba 6 ni sadaka ya mbegu, sadaka ya kupanda kwa imani. Hii ni sadaka ya imani ya wengi wanaipinga, lakini hii sadaka mimi nimefundishwa na Mungu. Mara nyingi nikiwa nachipukia kwenye wokovu nimekuwa naiona hii sadaka kwa mwaka sege. Nilikuwa sijaelewa. Hii utaiona kitabu cha Mwanzo sura 8 mstari wa 22. Wakati nchi idumupo kupanda na kuvuna havitakoma. Na Wakorintho wa 2:9-6, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Sadaka ni mbegu. Kwa mbegu ni sadaka unayotoa kwa imani ya kuvuna. Unaamini kile unachopanda leo kitapata matokeo kesho. Kwa hakuna mavuno bila kupanda. Hakuna mavuno bila kupanda, ndugu msikilizaji. Kwa sadaka ya mbegu ni muhimu. Mara nyingi sisi kwenye kanisa letu Ngome ya Makimbilio tuna utaratibu wa kupanda mbegu kwa kila mwanzoni mwa mwaka. Yaani kila mwanzoni baada ya mkesha kupokea mwaka, kila Jumapili ya kwanza au mwezi ule wa kwanza wote ni mwezi wa kupanda. Na mimi nimekuwa napata shuhuda nyingi, hata mimi pia nimekuwa na shuhuda nyingi kwa sababu mimi mwenyewe nimekuwa nikifanya hivyo, nikipanda mbegu. Na nimekuwa nikimuona Mungu akinitetea na akifanya mambo makubwa kwenye maisha yangu. Kwa ni jambo ambalo namshukuru sana Mungu na mtukuza Yesu kwa sababu Yesu anafanya. Yesu anatenda kwa ukubwa, hajawahi kuniacha na hajawahi kusema uongo. Kwa nina uhakika kabisa hata unayenisikiliza, hizi sadaka ukitembea nazo kiroho, ni sadaka nimekupa za muhimu. Achana hizo sadaka zingine ambazo wanazileta watu ambao wameshajishibia, wanataka kuwapiga watu. Hizi ni sadaka muhimu ambazo lazima utembee nazo katika maisha yako na Mungu atakubariki. Sadaka ya 7 ni sadaka kusaidia maskini na wahitaji. Mithali 19:17, amhurumiaye maskini umkopesha Bwana. Mathayo 25:40, kwa kadri mlivyomtendea mmoja wa hawa ndugu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kwa hiyo ni sadaka ya huruma, upendo kwa watu. Unapomsaidia mtu, Mungu anaichukulia kama umefanya kwake. Kwa sadaka hii ni baraka kubwa na inabeba baraka kubwa. Lakini pia kitabu cha Luka 6:38, Biblia inasema wapeni watu vitu. Hii ni sadaka kukirimu, sadaka kusaidia wahitaji, maskini, yatima, wajane, wagane, wasiojiweza, makanisa yenye changamoto na vitu vingine. Hii ni sadaka njema mbele za Bwana. Namba 8 ni sadaka ya umisheni, injili. Mathayo 28:19-20. 28:19-20, basi nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Kwa hiyo Warumi 10:15, watahubirije isipokuwa wametumwa, wamepelekwa? Lazima wapelekwe. Kwa hiyo ni sadaka ya kueneza injili, kusaidia kazi ya Mungu, inasaidia wahubiri, huduma na uinjilisti. Unapoona wahubiri wanahubiri mitaani, wanapitia changamoto, mimi mara nyingi unapenda kuwapa sadaka, sio mpaka waweke chombo. Ukimwona mhubiri yoyote barabarani anahubiri amejitoa sadaka, ile speaker inachajiwa, inaweza kuharibika, inua sadaka yako mpe na Mungu atakuwa pamoja na wewe. Kwa unapotoa hapa, unahusika moja kwa moja katika kuokoa roho za watu. Kwa hata kama alienda kuhubiri mtu mwingine, hii sadaka ya 8 ya umisheni. Hata kama kuna mtu alienda kuhubiri, unaponunua bando la kanisa, habari, injili, unapotuma vocha kwa mtumishi, unapoinua sadaka ya injili, na wewe umeenda kuhubiri hata kama upo nyumbani na mhubiri ameenda vijijini kuhubiri. Kwa kila sadaka ina kusudi lake katika ulimwengu wa roho. Nyingine ni utiifu, nyingine ni imani, nyingine ni shukrani. Lakini zote zina kitu kimoja, zinamkaribisha Mungu katika maisha yako ya kila siku na ya uchumi na ya familia na ya huduma.
Bwana Yesu asifiwe. Na sadaka hizi tu hazipo kwa ajili ya washirika, hata kwa watumishi wa Mungu wanaonisikiliza. Wewe kama uinui sadaka hizi kwa baba yako wa kiroho ambaye anakulea, ambaye ni mlezi wako, ni pagumu. Jina la Bwana libarikiwe. Naamini kwamba kwa ufafanuzi huu na kwa somo hili kuna kitu umekipata cha muhimu sana, na kuna mahali umeelewa na utapata shida. Hizi ni sadaka za muhimu sana ambazo ukitembea nazo utaanza kuona utajiri na heshima. Utajiri ni agano. Utaanza kuona Mungu akifanya kwenye maisha yako na kwa namna ya pekee. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niombe na wewe. Weka mkono kifuani. Wenda kuna mahali ulikuwa umekosea, ujui, ulinungunika, ulilalamika, lakini acha niseme na wewe. Bwana Yesu, sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote niweze kukosea kwa kujua na kutokujua. Yesu, nilinungunika. Yesu, nilisema vibaya. Leo nimepata uelewa juu ya sadaka. Nitatii, nitasimama katika kweli katika sadaka hizi. Nitatembea na wewe Yesu, sitakuacha. Asante Bwana Yesu kwa kuwa utaniacha, utakuwa pamoja na mimi. Katika jina lako takatifu. Amen. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya msikilizaji huyu uliyempa neema ya kufuatilia somo hili na kupata maarifa na hekima katika hatua chache. Yesu, nimefundishwa si kwa akili zangu, nimefundisha kwa uongozi wako Roho Mtakatifu. Msaidie msikilizaji huyu, kampe hatua kwa namna kipekee, kwa kuwa utamuacha. Katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu Roho Mtakatifu anaendelea kwa pamoja naye na utaendelea kumfanya awe mtiifu na msikivu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji, Mungu akubariki. Mungu akutendee mema. Sambaza audio hii kwa watu wengine, isikilize kila wakati upate kuelewa zaidi, na Mungu atakubariki. Share linki ya magrupu kwenye magrupu mbalimbali, na kwenye unaweza kuweka kwenye status, na Mungu atakuwa pamoja nawe. Mungu akutendee mambo makuu, na Mungu akukumbuke, na Mungu akutajirishe katika utajiri wa rohoni na mwilini, ili ukalitaje jina lake kwa ujasiri, ili watu wa mataifa wasitucheke kwamba tumeishiwa. Sisi ni matajiri katika jina la Yesu. Amen. Unaweza kunipigia pia kwa namba 0742 095599 na 0789 950580. Bwana kubariki, barikiwa, utendewe mambo makuu na Yesu. Kwaheri. Mafungo yamekatika, dhambi haina nguvu tena. Mafungo yamekatika, dhambi haina nguvu tena. Maisha yangu sasa yamefunikwa neema, sina tena hatia, nimeoshwa kabisa. Jina langu